Tupo live YouTube channel ile ya EFM Tanzania. Unaweza kutufuatilia huko kama upo mkoani. Unaweza pia ukaingia katika YouTube channel ya EFM Tanzania ukatusikiliza popote pale ulipo. Karibu sana Mwalimu Sebutege. Asante sana, tunashukuru sana ndugu msikilizaji. Kama walivyotutambulisha, tuko hapa kwa ajili yako ili tusaidiane kuelimishana katika neno la Mungu. Sawa. Leo tumekuja na mada nzito kidogo ambayo watu wanatakiwa kuifikiria kwa makini sana. Ina habari nayo, kichwa cha habari kinasema kicho mbele ya Mungu. Kicho mbele ya Mungu. Kicho ndio nini? Yaani ni namna ya utiifu au namna ya kumwendea Mungu kwa kicho au kwa unyenyekevu. Okay. Ndio hiyo tunaenda kuzungumza. Yaani heshima tunayotakiwa kuwa nayo mbele ya Mungu. Okay. Heshima. Okay. Hiyo heshima ndio tutazungumza. Mungu ni mkuu. Mungu hawezi kufananishwa na viumbe, wala kufananishwa na wanadamu, wala kufananishwa na wanyama au na vitu vyote alivyoviumba. Mungu ndiye chimbuko la vitu vyote vilivyomo duniani, mbinguni na hata chini ya bahari. Mungu alisema katika Isaya, yeye katika kujitambulisha alisema kwamba kila goti litapiga mbele yake. Mungu ni wa kupigiwa magoti, ni wa kuabudiwa, ni wa kuimbwa. Mungu si wa kufananishwa na kitu. Katika amri ya pili nasema hakuna sanamu, iwe ya mbinguni, iwe ya duniani, iwe yoyote ya kuchongwa au ya kufinyanga inayotakiwa kufananishwa na Mungu. Tunaposoma katika kitabu cha Isaya, inatuonyesha ni jinsi gani na malaika wanakuwa na hofu na heshima wanapokuwa mbele ya Mungu. Isaya sura ya 6 fungu la kwanza, neno la Mungu linasemaje? Hebu tusikilize. Isaya sura ya 6 fungu la kwanza anasema, ndio, katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi, kilicho juu sana na kuinuliwa sana. Ndio. Na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi. Kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake. Ndio. Na kwa mawili alifunika miguu yake. Ndio. Na kwa mawili aliruka. Ndio. Wakaitana kila mmoja na mwenzake. Ndio. Wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi. Asante sana. Ulikuwa unamalizia? Ndio, anasema mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Asante sana. Ukisoma katika kitabu hiki inaonyesha wazi kwamba hawa malaika wana mabawa 6. Mabawa mawili ni ya kuruka. Mabawa mawili wanayo kama vazi. Mabawa mengine mawili ni ya kufunika uso wanapokuwa mbele ya Bwana. Wanatambua utukufu wa Mungu, hawawezi kuuchezea. Utukufu huu wa Mungu ndio shetani anajaribu kuigiza duniani kwa kutaka kuwapotosha wanadamu. Mungu huyu ambaye malaika wanatetemekea jina lake, Mungu huyu ambaye ndiye muumba wa mbingu na vyote vilivyomo na nchi na vyote vilivyomo, Mungu anapoagiza waheshimu amri zake na kupita wanavyotaka, hata na maandiko yake kuyavuruga wanavyotaka, ni kwa kutufahamu huyu Mungu ni nani. Lakini ni Mungu mkuu, muumba wa nchi na nini na dunia. Tukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 16 fungu la kwanza, sura ya 14 fungu la 6 panasemaje? Tusikilize neno la Mungu linasemaje. Hilo fungu tu la 6 na la 7. Ufunuo 14 fungu la 6 na 7 anasema, ndio, kisha nikaona malaika mwingine akiruka. Nirudie, anasema kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu. Ndio. Mwenye injili ya milele. Ndio. Awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, ndio, mcheni Mungu na kumtukuza. Mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Ile kauli ambayo tumeanza na kichwa cha habari kinasema kicho.
Ndio imerudiwa pale, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake inakuja. Alafu msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Msujudieni, kusujudia Mungu au kupiga magoti mbele yake. Yupi Mungu huyo wa kusujudiwa? Aliyezifanya mbingu na nchi na bahari. Alizifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Na chemichemi za maji na vyote vilivyomo. Ukisoma katika kitabu hiki kinaonyesha wazi kwamba Mungu huyo anatakiwa kusujudiwa na mataifa yote, lugha zote, kabila zote, kwa maana saa ya hukumu inakuja. Lakini si hiyo tu kwa sababu ya hofu, hapana, ni kwa sababu ni muumba wa mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Ni Mungu mkuu mwenye uwezo. Akisema hakuna wa kuongeza, hakuna wa kupunguza. Ninaposoma kitabu cha Ufunuo sura ya 22, kuna maneno pale yananishangaza sana, ambapo anasema mimi Yesu nimeandika. Ina maana anaweka sahihi. Tuko pamoja? Hakuna kuongeza, hakuna kupunguza. Hata hapa duniani mtu hata kama ni ndugu yako akawa labda ni rais au ni mwenyekiti wa shirika fulani, akapitisha sheria, huwezi ukatumia undugu kwa kubatilisha sheria yake, au karibu wako na yeye, wako na yeye ukajifanya kwamba kwa kuwa ni rafiki yangu, tulisoma naye, kwamba naweza nikabadilisha alichokisema. Aseme kwamba nimekuajiri kwenye kazi zangu, saa ya kuanza kazi ni saa 1. Sema yule tumetoka naye mbali, nitakuwa naingia saa 3. Unadhani utakaa? Hapana. Huo sasa Mungu yeye ni cheo cha kujitegemea. Mungu si malaika. Na Mungu si mtu. Mungu si viumbe vyenye uhai na visivyo na uhai. Mungu ni mkuu, ndiye chimbuko la vyote vilivyoumbwa. Watu wanatakiwa kumsujudia, kutii na kuheshimu kauli yake na neno lake. Tunapoangalia katika kitabu cha Zaburi 5 fungu la 7 panasemaje ndugu yangu? Zaburi 5 fungu la 7. Panasemaje? Anasema Zaburi 5:7. Twende haraka. Panasema bali mimi kwa wingi wa fadhili zako nitaingia nyumbani mwako. Na kusujudu kwa kicho. Nikielekea hekalu lako takatifu. Asante sana. Daudi anasema kwamba nitalitukuza jina lako, lakini nitakusujudu tena kwa nini? Kwa kicho. Ni kumsujudu kwa kicho. Methali 28 fungu la 14. Neno la Mungu linasemaje? Methali 28 fungu la 14. Tuangalie neno la Mungu linazungumza habari gani? 28:14 anasema mwanadamu mwenye kicho yu heri siku zote. Mwanadamu mwenye kicho mbele ya Mungu yu heri siku zote. Bali mshupavu wa moyo ataangukia madhara. Bali mshupavu wa moyo ataangukia madhara. Siku zote kuna watu wanakuwa na viburi, wanajifanya kupingana na kile Mungu alichozungumza, lakini siku itakapofika wakiangalia matokeo ya ukaidi wa mioyo yao, ndipo watajua kwamba waligombana na kisichoweza kugombanishwa. Si ndio? Yaani hii bahari tumekaa nayo imetulia tu, tunaiona vile ilivyo, lakini usiione kiu imechafuka. Hautatamani na kufurahia kwamba mimi nilikuwa nakaa bichi. Ikichafuka bichi hapafai. Si ndio? Patakuwa hapafai kabisa. Ukioni naanza kupanda ikiwa ni matuta ya milima ya maji, alafu inaenda kuangukia kwenye mita 150, hapo ndo alafu kirudi na zoa kila kitu, ndo utasema kwa nini nilichagua kuishi hapa? Lakini kiu imetulia, utaona ni sehemu nzuri yenye upepo mzuri, panafana, panavutia. Kwa hiyo Mungu anapoishi na wanadamu kwa kuwaneemesha, kwa kuwabariki, kwa kuwajali na kuwatetea na kuwapigania na kuwabariki, wanadhani kwamba Mungu ni binamu yao au shemeji yao. Lakini siku utakapokutana na Mungu akiwa amejipanga kutetea haki yake, ndipo utajua kwamba yeye mwenyewe aliapa kwa jina lake. Kwa sababu hebu tusomee hiyo Isaya 43
Isaya 43. Hebu tuangalie fungu vizuri. Ni 45. 45 fungu la 23. Anasema, haya, soma. Kwa nafsi yangu nimeapa. Kwa nafsi yangu nimeapa. Neno hili limetoka kinywani mwangu katika haki. Amina. Kwamba wala halitarudi ya kwamba mbele zangu kila goti litapigwa. Kila goti mbele ya Mungu, kila goti lazima lipigwe. Kila ulimi utaapa. Asante sana. Watu wote wakubali wasikubali. Unajua mtu, yani hata kama labda wewe ni msomi, alafu ulikuwa unakaa kule kwenye mitaa ya haijulikani, mitaa ile ambayo ya Uswahilini, si ndio? Lakini wanakujua kwamba wewe ni msomi na una akili nzuri, na labda kwa sababu ya maisha tu umeenda kukaa huko ambako hakujulikani. Lakini siku watakayo kuteua kwamba kuanzia leo umepewa kazi sehemu fulani, kazi nzuri na gari na kila kitu, marafiki zako wanabadilika kuanzia siku hiyo, kwa sababu cheo chako hakiruhusu tena ukae katika yale mazingira. Ndio. Si ndio? Unavyoenda kuishi na watu. Hivyo ni vyeo vya wanadamu. Lakini wakipewa kazi za kuwahudumia wanadamu, kuwahudumia jamii, kuna namna wanavyotakiwa kuishi. Kama ni kazi za kulindwa, wanaanza kulindwa siku hiyo hiyo. Kama ni kazi za kujaliwa, wanaanza kujaliwa siku hiyo hiyo, kwa sababu wanaenda kubeba majukumu mengi na kazi kubwa zaidi. Sasa je, Mungu mkuu kazi yake ni ya kulinda viumbe vyake, watu, wanadamu, viumbe vya baharini, vya nchi kavu, na huduma zote tunazozifanya. Haya yote ambayo yanaendelea duniani yanatokana na kwamba ni neema ya Mungu. Huyu Mungu mwenye kutegemeza vyote anatakiwa heshima ya namna gani? Kubwa sana. Watu wanapomwendea wanatakiwa kumpigia magoti. Ndio. Wanatakiwa kumpigia nini? Magoti. Hili jambo la kupiga magoti ndo tutazungumza sana kwa kina. Na tutalizungumza kwa vipande au kwa vipengele kama 4. Cha kwanza ni hiki ambacho tumekwisha kuzungumzia, huu utukufu wa Mungu na ukuu wake, kwamba halinganishwi. Sawa. Hakuumbwa, hakuwekwa pale. Ukisoma Isaya 40 inasema kwamba hashauriwi na mtu, hakwenda shule ili aweze kutegemeza vitu na kuviumba. Dunia nzima ana uwezo wa kuchukua. Ukisoma hiyo 40, Isaya 40, Mungu ana uwezo wa kuchukua milima kama Kilimanjaro, mavolkano yote yaliyopo duniani, na kuiweka kwenye mizani na kukwambia ina uzito fulani. Ndio. Hakuna mtu anayeweza kukwambia, hata wakikwambia kwamba mlima fulani ni mrefu na kilele chake kina mita fulani, atakwambia kuanzia hapa kwenye tambalale. Lakini hawezi kukwambia kuanzia kwenye machimbo huko mbali ambapo ardhi zinaishia. Hawezi kukwambia. Ndio. Mungu anaweza kukusanya maji ya bahari kwenye kiganja. Hiyo ni Isaya 40. Mungu anaweza kukusanya mavumbi ya duniani na kuyakusanya kwenye mfuko wa nylon na kuyapima. Mungu ana uwezo wa kuwachukua wanadamu kama tone la maji katika mtungi. Kama hivyo ninanukuu Isaya 40 kuanzia fungu la 12. Hiyo ninanukuu. Na maana Mungu akitaka dhabihu, wanyama wote wa duniani hawatoshi. Akitaka nyimbo nzuri, hakuna muimbaji mzuri wa kumuimbia mpaka akaburudika. Ina maana vitu vingine Mungu anakubali tu kwa namna ya kukubali kwamba kwa kuwa wana moyo wa kunitukuza basi. Lakini kabla ya vyote anatuomba kutambua utukufu wake. Tunapoenda mbele yake, twende kwa kicho kwanza, tukinyenyekea neno lake. Pili, tukinyenyekea utukufu wake. Tatu, tukizoea bila kuzoeana naye, kwamba labda bila kuzoeana naye. Ndio. Bila kuzoeana naye, kama vile binti unamuoa, wakati mwingine anakuwa anakuficha baadhi ya maneno. Mkisha kaa pamoja, meshamuoa, ni mke wako, au kijana alikuwa anaficha makucha, kumbe ni mlevi, ni mvuta sigara, alafu anajifunua. Hapana, hatutakiwi kuzoeana na Mungu. Tunatakiwa kuendelea na kicho mpaka siku ya mwisho ya maisha yetu. Amina. Katika somo hili tutaona ni jinsi gani na malaika huwa wanapiga magoti mbele ya Mungu. Deo. Tutaona na Yesu mwenyewe alipokuwa hapa duniani alivyopiga magoti. Tutaona wafalme, manabii na mitume walivyopiga magoti. Tutaona vita ya shetani katika hili pambano la kuwafanya watu
wamzoee Mungu, wamchukulie kama katuni, au wamchukulie kama ndugu yao wanayeweza kuchezea mambo yake wanavyotaka. Wakati kama ni vijana wakicheza hivyo kwenye majumba ya wazazi wao, watawafukuza. Wafanyakazi wakifanya hivyo kwenye kampuni, watafukuzwa. Lakini wakifika kwenye mambo ya Mungu, wanayavuruga wanavyotaka, wakizania kwamba Mungu ni kama wanadamu, lakini haiwezekani. Hebu tusomee ndugu yangu, au kama una la kusema pale unaweza kuongea labda. Katika hivyo vipengele ambavyo umevizungumzia, kitu ambacho naweza kusema jinsi gani wanadamu tunatakiwa kujifunza kicho mbele za Mungu, na vipengele vipo hapo ambavyo vitagusiwa, ila mimi nitazungumza kimoja katika hivyo. Vipo vitu vingi ambavyo tunaweza kujifunza kwa manabii hata na wazee katika maandiko ambavyo vinatuonyesha wao jinsi gani walitambua utukufu wa Mungu. Ndio kabisa. Na baada ya kuutambua, walipofika mbele zake katika maombi, si kwamba wao tu walikubali kupiga magoti mbele za Mungu wakapeleka maombi yao ikaishia hapo. Iliingia ndani ya mioyo yao kiasi kwamba tunasoma katika Biblia, katika kitabu kile cha Mwanzo, napenda nisome hilo fungu moja, kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 24. Ndio tunaona hapo habari ya Eliazari. Huyu alikuwa ni mtumishi wa Ibrahim katika nyumba ya Ibrahim, akiwa ni mtumishi mkuu. Huyu alimpenda Mungu, na katika kumpigia Mungu magoti akiwa anapeleka maombi, Mungu amuonyeshe aonyeshe binti ambaye atafaa mtoto wa bosi wake. Aliomba mara 3, lakini mara 3 zote wakati anapiga magoti, huyu ambaye alikuwa amejua utukufu wa Mungu, heshima ya Mungu, si kwamba alipiga peke yake, ilifikia hatua ambapo alifundisha paka na ngamia zake na zenyewe zikapiga magoti mbele za Mungu wakati wa maombi. Ni katika lile fungu nimesema Mwanzo sura ile ya 24. Nitasoma maneno machache sana hapo. Katika lile fungu la 11 tu panasema, akawapigisha magoti ngamia nje ya mji karibu na kisima cha maji wakati wa jioni, wakati ambapo wanawake wanakwenda kuteka maji. Naye akasema, Bwana Mungu, Bwana wa Ibrahim, na kuomba mambo yangu uyajalie heri leo. Akaendeleza maombi ambayo alikuwa anayapeleka hapo kwa Bwana Mungu. Lakini nilichotaka kukazia hapa ni kwamba katika kujifunza kwa wazee wa zamani, wazee wa imani, sisi wanadamu tuna mengi ya kuangalia kwao, jinsi gani wao walimpenda Mungu na wakasikiliza sauti yake. Wakawa ni watu wenye kicho na kutambua utukufu wa Mungu, na haikuishia hapo. Wakatamani hata na wanyama wasikilize na kutii, na wakawafundisha hivyo. Amen. Kitu ambacho leo hii sisi wanadamu kiasi kwamba tunaweza tukagombana na wanadamu wenzetu, kwa nini ampigi magoti mbele za Mungu? Lakini hapa kuna funzo, ngamia amefundishwa kupiga magoti akaelewa, lakini kutana na mtu ambaye anaweza kukubishia kupiga magoti mbele za Mungu, si anapiga mbele za mtu, ndio anapiga mbele za Mungu. Kwa hiyo iko ni kitu cha kujifunza hapo. Asante, endelea. Lakini tukiwa bado hapo, ukimwambia kumpigia Mungu magoti anabisha. Lakini mbele ya mwanadamu mwenzie anapiga. Unaona? Anapiga kabisa. Katika mila zingine hata zetu za Kiafrika, tukianzia hata hapa Tanzania, nenda Tanzania katika baadhi ya makabila, nenda Uganda katika baadhi ya makabila, labda nchi ambazo ninaweza kusema ni hizo. Mtu anakuona jinsia ya kike yuko kule, anamuona mwanaume anapiga magoti kabisa mpaka anakuletea maji. Akikuletea maji asipopiga magoti, wengine wako tayari kufanya ugomvi. Tena wakati mwingine hata ni mtoto mdogo huyo, yani ni kitoto kidogo cha kiume, ndicho ambacho kinaheshimiwa kiasi, kinapigiwa magoti. Kinapigiwa magoti. Hizo heshima ambazo watu wanawapa wanadamu wenzao, lakini hawataki kuzipeleka hata mbele ya Mungu. Hebu tuangalie malaika, japo wanakaa mbinguni na si waasi na hawana makosa, sembuse sisi waovu na wadhambi. Ufunuo sura ile ya 7 fungu la 11, tuangalie neno la Mungu linasemaje. Alafu Justice atatuangalizia Ufunuo 19 fungu la 10.
Tuangalie neno la Mungu linasemaje. Ufunuo 7:11 anasema, Ndiyo. Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi. Ndiyo. Na hao wazee. Ndiyo. Na wale wenye uhai 4 nao wakaanguka kifulifuli mbele za kiti cha enzi wakamsujudu Mungu. Amina. Wakafanyaje? Wakamsujudu au Mungu. Ni wa mbinguni. Hebu Ndiyo. tuone wanadamu wanavyopenda kupigiwa magoti, lakini malaika anayewazidi wanadamu uwezo na nguvu alikataa kupigiwa magoti na Yohana. Hebu soma tusikie ndugu. Ufunuo 19 fungu la 10. Neno la Mungu linasema, Ndiyo. Nami nikaanguka mbele ya miguu yake. Ndiyo. Ili nimsujudie. Ndiyo. Akaniambia, Angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Asante sana. Hakuna mwanadamu anayetakiwa kupigiwa magoti. Ndiyo. Hata siku moja mitume walipofanya miujiza, watu wakaja, Paulo na Barnaba wakataka kuwapigia magoti. Hata mitume walichanganyikiwa, wakasema amna, hatufanyiwagi hivyo, sisi ni wanadamu wenzenu, kama ni watu kama wengine. Msisubutu kufanya hilo. Walijua kwamba ni kosa mtu kujichukulia nafasi ya kupigiwa nini? Magoti. Ya kupigiwa magoti badala ya Mungu, na wakati ni kazi ya Mungu ameifanya. Yaani uko katika huduma ya kazi ya Mungu, sifa zinazomfaa Mungu unawafundisha watu kukupatia wewe. Sio. Hiyo haipo kabisa. Na Ufunuo sura ya 4 fungu la 9 mpaka 11 panasemaje? Ili tuhame kwenye habari zinazotuonyesha kwamba kumbe mbinguni malaika wanaenda mbele ya Mungu kwa kupiga pia magoti, hata na wakuu. 9 mpaka 11 anasema, Ndiyo. Na hao wenye uhai 4 wanapompa yeye shukrani. Ndiyo. Nirudie, na hao wenye uhai 4 wanapompa yeye aketie juu ya kiti cha enzi utukufu. Ndiyo. Na heshima na shukrani, yeye aliye hai hata milele na milele. Ndipo hao wazee 24 uanguka mbele zake yeye aketie juu ya kiti cha enzi, nao umsujudia yeye aliye hai hata milele na milele. Asante sana. Shule ya kukataza watu kupigia Mungu magoti aliyeianzisha ni Shetani. Ndiye aliyeianzisha. Ni kwa sababu mtu anaweza kukataa kupiga magoti, kumpigia Mungu magoti kwa sababu mbili. Ya kwanza ni kutomwamini, kuwa na mashaka. Kwa sababu Yesu alipofufuka, mitume walimpigia magoti, wenye mashaka wakasimama. Tuko pamoja? Imeandikwa katika Mathayo 29 fungu la 28 fungu la 19, wengine wakawa na mashaka wakasimama. Wengine walioamini wakajua kwamba ni yeye, wakapiga nini? Wakapiga magoti. Hawa wa mbinguni, malaika na viumbe wenye uhai wanamsujudia Bwana. Yesu akiwa katika umbile la kibinadamu, akiwa katika ubinadamu, mwili wa kibinadamu, akiwa amekuja kuzihirisha haki zote. Kumbuka wakati anaenda kubatizwa na Yohana Mbatizaji, Yohana alikataa kumbatiza, si ndio? Yeye akasema, unanibatizaje mimi wakati unaniombaje mimi nikubatize wakati wewe ndio ulitakiwa unibatize? Yesu akamwambia, nibatize tutimize haki zote. Katika hizo haki zote za kutimiza, mojawapo ambayo haki hii ambayo Yesu alifanya, tukisoma katika vitabu vingine kama kitabu kinachoitwa Tumaini la Vizazi Vyote, kinatuonyesha kwamba Yesu alipomaliza kubatizwa alipiga magoti kando kando mwa Yordani. Lakini tukiachana na hayo, tunaona kwamba Yesu mwenyewe katika maombi yake alikuwa na mazoea ya kumpigia Baba nini? Magoti. Tusome kitabu cha Luka 22 fungu la 41. Twende haraka tuone kwamba tutaingia katika kipengele cha pili. Basi naona hapa tumewekewa dakika moja. Nadhani baada ya break tukirejea atasoma vizuri ili tupate muda wa kuendelea kuichambua vizuri. Labda sasa hivi kama kuna maelekezo yote unaweza ukatoa, labda wapi huduma inapopatikana na mawasiliano ya simu, then tukirejea asante sana. Yeah. Labda waendelee kutusikiliza, lakini pia tutakapokuwa tunakamilisha wanaweza kutupigia kwa namba zifuatazo: 0748 40 87 26. Narudia 0748 40 87 26. Kwa namba hiyo wanaweza kutupata, lakini pia waendelee kutusikiliza kwa habari hii ya kicho mbele ya Bwana.
Sawa. Basi wewe ambao unatufuatilia hivi sasa, tuko YouTube live hivi sasa, unaweza kutufuatilia. Na siku ya jana pia kuna ujumbe hapa ulitumwa na msikilizaji wetu alitumia leo. Niliupenda sana ujumbe wake ndugu Alois. Ni mrefu kidogo, nitausoma tukirejea hapa ili uweze kusikiliza kuelewa kile ambacho ni kuhusiana na somo la jana. Kwa leo ndio katuma ujumbe akasema kwamba ikifika saa 10 leo nitajiunga nanyi. Amina. Ndugu yetu Alois kutoka kule Saranga sasa hivi najua unatusikiliza. Na huyu anayepiga simu si muda wa kupokea simu. Tunakusikiliza wewe. Tunaitwa Robbie One Fashion. House of Fashion ni duka namba 1 la kusimamia ubora wa muonekano wako. Na tuna ujumbe kwako wewe kijana, baba au watoto pia. Ni kwamba tukabidhi swala lako la muonekano wako tusimamie, na naamini hautajutia. Robbie One Fashion tuna uzoefu mkubwa na fashion na masuala yote ya kupendeza. Na hapa mteja akipendeza ndiyo furaha yetu. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwenye simu namba 0757 50 0333 au namba 0773 50 Unataka nguo bora na zenye viwango vya juu? Basi karibu Robbie One Fashion, the house of fashion. Mama we mwenzenu kuna jambo nalisimu moyoni. Haya we nataka leo mimi niliweke dharani. Ni kitu gani wewe kinakusumbua? Ni jambo gani bado hujalitekeleza? Ni ndoto gani bado hujaitimiza? Amka tendo hii, tunakusikiliza. Tunakusikiliza. Tunakusikiliza 95.5 EFM Morogoro. Naam, tumerejea tena wewe ambao unatusikiliza hivi sasa. Kama nilivyokueleza pale awali kwamba nipo na Mwalimu Michael Sebutege kutoka Uamsho na Matengenezo, na hapo naendelea kujifunza neno la Mungu. Ima ulikuwa ukisoma hapa. Naam. Labda kabla ya kusoma kwa Ima unaweza ujumbe ule message kwanza. Sawa. Ndugu yetu alikuwa anasema kwamba kwema Balozi Kipande, jana nilimsikiliza mtumishi wa Mungu hapo EFM, anasema hakuna kwenda kwa mtu kutubu dhambi zako. Kasema omba msamaha kwa uliyemkosea na Mungu tu. Anasema injili ya leo kashukiwa Roho Mtakatifu kanisa Katoliki. Wakati Yesu anaondoka kwenda kwa Baba, alimleta Roho Mtakatifu na kumkabidhi kwa wanafunzi wake na kuwapa majukumu: waondoleeni dhambi zao, kama kitafungwa duniani na mbinguni kimefunguliwa. Kwa sababu Yesu mwenyewe alikuwa na samehe dhambi watu alivyoondoka, akakabidhi hiyo kazi kwa wanafunzi wake ambao leo ndio maaskofu na mapadri. Kweli ama sio kweli? Anaitwa Alois Petro kutoka Kimara Saranga. Akasema saa 10 nitawategea sikio, imani ni kitu kizito hasa nyakati hizi za miujiza. Asante sana. Jibu lake tumelisikia, swali lake tumelisikia. Tutalijibu baadaye wakati tunamaliza. Asante sana. Basi tuendelee pale ambapo Yesu alikuwa na yeye anapomwendea baba yake alipiga magoti. Luka sura 22 fungu la 41 anasema, ndio, mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe. Ndio, akapiga magoti akaomba. Amina. Yesu Kristo yeye anapiga nini? Anapiga magoti yeye. Na mara nyingi tunapofika kwenye habari hii, tukisoma kitabu cha Luka sura ya Mathayo sura ya 16 fungu la 16 kuendelea, na watu huwa wanadhani kwamba mamlaka Kristo aliwaachia watu wote kwamba wawe nayo. Hapana, ndiye anaendelea kuwa mkuu wa kanisa. Kisoma kitabu cha Waefeso kinatuambia kwamba kanisa ni mwili, kichwa cha kanisa ni Kristo. Kwa hiyo ndiye muamuzi. Si kwamba Kristo alikufa, alifufuka. Kwa hiyo baada anaongoza, anasimamia. Na anapotuambia kwamba tutakachofunga duniani kimefungwa na mbinguni, Yesu aliwaambia kwamba nawapa ufunguo. Si kwamba watajiamulia, watatumia huo ufunguo. Na huo ufunguo ni upi? Ni maandiko.
Maandiko kabisa. Maandiko ndio ufunguo. Kwa hiyo chochote tunachoweza kusema kwamba kwa kuwa mimi ni kiongozi, kwa kuwa mimi ni askofu, kwa kuwa mimi ni fulani, kwa hiyo naweza nikajiamulia hivi, hapana. Ufunguo huo unaofungua mbingu mtu aingie na kuzifunga mtu asiingie ni maandiko matakatifu. Nje ya hapo hakuna mtu mwenye uwezo. Hivyo Kristo alimpigia Baba nini? Magoti. Hawa watu manabii na mitume nao walikuwa wakipiga magoti. Hata ukimwangalia mfalme hapa duniani hakuna mtu mwenye cheo cha juu katika nchi zaidi ya rais au mfalme. Si ndio? Sasa tuangalie Sulemani akiwa mfalme lakini mcha Mungu aliendaje mbele ya Mungu? Nyakati wa pili sura ya 29 fungu la 29. Tusome. Lakini pia na Nyakati wa pili sura ya 6 fungu la 13. Tusikilize maandiko yanasema. Nyakati wa pili 29 anasema, hata walipokwisha kutoa sadaka, mfalme na wote waliokuwapo naye wakasujudu wakaabudu. Asante sana. Mfalme na wote waliokuwa pamoja naye, ina maana na raia wote walipiga magoti. Lakini tusomeye pia Nyakati wa pili sura ya 6:13 panasemaje? Nyakati wa pili sura ya 6 fungu la 13. Ndio. Maana Sulemani alikuwa amefanya mimbari ya shaba. Ndio. Urefu wake mikono 5 na upana wake mikono 5 na kwenda juu kwake mikono 3. Na kusimamisha katikati ya ua, akasimama juu yake, akapiga magoti mbele ya mkutano wote wa Israeli, akaikunjua mikono yake kuelekea mbinguni. Amina. Mfalme Sulemani amejenga madhabahu. Wengine wanasoma vibaya katika kitabu cha Wafalme wa kwanza, wanasema kwamba akasimama kaomba, lakini hapana. Wafalme wa pili natusaidia kuelewa vizuri kwamba kumbe alipanda pale juu kwenye hicho kibweta. Alipofika juu akafanyaje? Akapiga magoti. Na wakati alikuwa mfalme. Naona kama unataka kuongea jambo sijui. Ni kweli wakati mwingine mafungo ya Biblia huwa watu wengine wanaweza kuyatumia vibaya, lakini ni kwa sababu tu ya kuvutia jinsi gani wanaweza wasimame mbele za Mungu katika maombi pasipo kupiga magoti. Ama kutembea ama kukaa. Lakini hapo ambapo pametoka kunukuliwa ya huwa hilo fungu linatumika. Lakini pia wakati mwingine linatumika fungu ambalo linazungumzia Yesu alipoletewa ile mikate na wale samaki, akainua mikono juu, basi akavibariki vikawa vingi, akawagawia, akasema wapeni watu wale. Lakini maandiko hayajasimama kama kutetea namna watu wanatakiwa wasimame ama wakae wakati wa kumwomba Mungu, isipokuwa msingi ambao umewekwa, ambao sisi tulio waamini wa Kristo tunaotakiwa kufuata ni kupiga magoti wakati wa maombi. Wasiopiga magoti ambao tunawasoma kwenye Biblia ni Hezekia wakati alipokuwa anaumwa. Ndio. Alikuwa kitandani anaugua. Huyu hakupiga magoti. Lakini kipindi alipopona, alipokusanya mkutano wa wana wa Israeli, wakati wa maombi alipiga magoti pamoja na mkutano. Ndio tumesoma katika Nyakati. Asante. Lakini vile vile ni manabii wale wa Baali 450 hawa wakupiga magoti. Ndio. Walirukaruka katika mlima wa Karmeli wakapeleka maombi yao kwa Baali na hayakujibiwa, hawakupiga magoti. Lakini wengine ni Mafarisayo katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 5, na wao pia hawakupiga magoti. Mafarisayo wao ungelisoma hilo la Mathayo? Ni Mathayo sura ya 5. Ndio. Hapo tupasome. Mathayo ni ile sura ya 6 lile fungu la 5. Panasema tena msalipo msiwe kama wanafiki. Kama kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia ili waonekane na watu. Amini nawaambia wamekwisha kupata thawabu yao. Hawa ni wanafiki ambao maandiko yamesema wao wanapokuwa kando ya njia au katika masinagogi yao, wao wanapenda kusali hali wamesimama. Ndivyo na Farisayo kando ya njia alisimama akaomba, na mtoza ushuru pembeni na yeye akaomba. Lakini kwa sababu Farisayo alikuwa ni mwenye kiburi, ni mtu mwenye majivuno, maombi yake ya kusikiwa, na alikuwa anajua haki inayotakikana wakati wa maombi ni kupiga magoti kabisa. Yeye akasimama. Mungu hakujibu maombi yake kwa sababu huyo alikuwa anajua. Lakini yule mtoza ushuru asiyejua mambo ya dini, yeye alisimama lakini akainamisha uso wake chini. Mungu alisikia maombi ya mtoza ushuru na akamsamehe dhambi zake. Labda kabla hatujaenda mbali,
tuangalie ni jinsi gani shetani anavyopingana na hili swala la kupiga nini magoti, na hili swala la kupiga magoti. Mfano tutachukua mifano mitatu. Mfano wa kwanza ni tuanzie kwa Kristo. Sawa, si ndio? Unamuona shetani katika kitabu cha Luka sura ya 4. Kitabu cha Luka sura ya 4, miongoni mwa vitu ambavyo shetani alimuomba Yesu amfanyie ni mojawapo ya kumpigia magoti. Luka sura ya 4 fungu la 7, soma tu. Fungu la 7 anasema basi wewe ukisujudu mbele yangu. Huyo ni shetani anamwambia Kristo, yote yatakuwa yako. Yesu alimjibuje? Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Asante sana. Shetani kwa jua alikuwa ametumia maandiko, kwa kutumia maandiko kwa kuyapindisha kwamba ahadi za Mungu zitakuwa pamoja naye, lakini ahadi za Mungu hazipo kwa ajili ya kuwatetea watu wanaopinga au kwenda kinyume makusudi na neno la Mungu. Yaani uende kwenye gorofa hili useme kwamba acha nizirushe chini alafu Mungu anilinde. Kwa lipi? Akulinde kwa nini unaenda kuruka wakati za ngazi za kushuka zipo? Kwa ujihatarishe eti Mungu akusaidie. Unakula kitu cha kuua. Maandiko yanasema mkila kitu kinachofisha hakitawazuru. Lakini kwa bahati mbaya sio mtafute sumu mzile eti Yesu alisema mkila cha kufisha. Nenda mkanywe sumu muone kwamba hamtakufa. Mtakufa kabisa. Na mtakuwa mmetumia imani vibaya na mmemsingizia Kristo. Ni kwa bahati mbaya. Sio uende baharini kwamba Yesu alitembea juu ya bahari, acha na mimi nitembee juu ya bahari. Kwa kutaka kuonyesha watu utazama, na Petro alizama. Kwa kiburi hicho utazama kabisa na utakufa. Na inawezekana na maiti wasiione. Kwa hiyo inachotakiwa kujua ni kwamba hatutakiwi kutumia maandiko kwa maslahi yetu sisi wenyewe. Shetani anamdanganya kwamba ukinisujudia hii imani nitakupa. Kwa nini nisujudu ndo unipe? Kwa nini nisujudie uasi na uovu ndo nipate? Hapa ndio watu wengi wanapita mbali na kanuni za Mungu kwa kutafuta maslahi. Tafuta maslahi katika haki, hata ukiwa nayo utakuwa mwenye baraka. Amen. Namba 2 ni Esther, ni Mordekai. Esther sura ya 3 fungu la 1 mpaka la 6. Tunaona Mordekai alikataa. Unajua Hamani alikuwa waziri mkuu, labda nitumie hivyo. Alikuwa kama akida, alikuwa kama waziri mkuu kwa utawala wa leo, si ndio? Katika ufalme wa Wamedi na Wajemi. Sasa akawaagiza walinzi anapoingia ofisini kwamba kila nikija wote mpige magoti. Lakini katika wale watu alikuwepo Mordekai Mhebrania aliyekuwa anajua sheria kwamba kwa kupigiwa magoti ni Mungu peke yake. Yeye akakataa. Alipokataa, wafanyakazi wenzake wakamsihi, yeye akakataa. Na huyu kwa kiburi akasema, nikimuua huyu mjinga watu hawataona kwamba mimi ni mtu mzito. Kwanza haka kama mtu kamoja kenyewe nikatumwa ni matekwa tumemtoa huko, alafu nikimuua huyu ni kama kuua sisimizi. Afadhali niulizie kabila lake nilifanyeje, niliangamize lote, ndipo watu watatetemekea ufalme wangu au mamlaka yangu. Kumbe hajui kwamba nagusa kwa moto, kwamba anachokoza Mungu, alafu kumbe huyo ni baba mkwe wa mfalme, japo mfalme hajui. Unaona? Kwa sababu Mordekai alikuwa baba mdogo wa nani? Wa Esther. Na Esther angekufa katika Wayahudi wengine. Lakini bila kurudia katika kisa chote. Habari ilipoenea na mipango yote ya kuwaua hawa kwa sababu ya kutompigia magoti, Mungu aliingilia kati, aliokoa hii familia. Hii familia yote ya Wayahudi na Waebrania iliokolewa. Lakini huyu alisema hata kama ni kufa, tuko tayari kufa kuliko tumpigie mwanadamu magoti. Kilikuwa sio kiburi, bali walikuwa wanajua kwamba ni sifa inayomfaa Mungu mwenyewe. Tukienda katika Danieli sura ya 3 fungu la 1, tunaona Nebukadneza kitengeneza sanamu katika uwanda wa Dura. Akiwaagiza watu kwamba waipigie magoti. Vijana wa Kiebrania 3 walikubali kusimama kinyume na nchi nzima kwa kujua kwamba wakupigiwa magoti ni Mungu. Na aliyekuwa ameandaa hilo pigo au hayo matatizo ni shetani. Ili sanamu ipigiwe magoti ionekane kwamba Mungu hana tofauti na sanamu.
Mungu aliwasimamia hawa vijana, walitoka katika tanuru la moto. Hiyo ni Danieli sura ya 3 fungu la kwanza na fungu la 10 na la 11 hata na la 16. Itatusaidia kuelewa. Lakini pia na Danieli sura ya 6, na yeye shetani akawatumia. Hebu hii yenyewe sitaki kuizungumza, nataka tuisome. Danieli sura ya 6 fungu la kwanza, fungu la 3, tuone panasemaje, kwa sababu patatusaidia tuende haraka. Sura ya 6 fungu la 3 wanasema, basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalume akaazimu kumweka juu ya ufalume wote. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu ya kumshtaki Danieli kwa habari ya mambo ya ufalume, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Alikuwa mtu mwema. Ndio. Alafu wakaunda njama. Ndio. Kwamba hawatapata kosa lolote. Hebu soma. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyo tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Walijua vizuri, wakaunda njama kwamba mfalme aabudiwe na apigiwe magoti siku 30. Mfalme akasaini bila kujua kwamba wamemtega mtego. Tunazo dakika 14 hapo. Sawa kabisa. Sasa katika habari hii Daniel alisimamia haki ya kumpigia Mungu magoti peke yake, na ilimpelekea kutupwa katika shimo la nini? Tundu la nini? La simba. Alisimama imani. Hii vita ya shetani ya kukataa Mungu asipigiwe magoti inaendelea mpaka leo. Tuko pamoja? Katika kitabu tusomee mafungu mawili ili tuje tuhamie kwenye kipengele cha afya. Na wasikilizaji wetu tuwaachie dakika za kupiga. Tusomee katika Zaburi 99, Zaburi 99 fungu la 5. Sawa. 99 fungu la 5 anasema, ndio. Na Matendo ya Mitume fungu la 60 mwenzetu pale. Mtukuzeni Bwana Mungu wetu. Sujuduni penye kiti cha miguu yake, ndiye mtakatifu. Amina. Wafilipi 2:9 na 10. Hebu na wewe tusomee hiyo Matendo. Matendo ngapi? 7:60. Matendo 7:60. Neno la Mungu linasema, akapiga magoti akalia kwa sauti kuu, Bwana usiwahesabie dhambi hii. Akiisha kusema haya akalala. Huyu ni Stefano. Kama mtu aliyekuwa anakata roho, alisubutu kupiga nini? Magoti. Wakati anakufa angehesabiwa hatia gani? Na tena alikuwa akipigwa mawe. Na huko anapigwa mawe. Wanampiga jiwe, anang'ang'ana kupiga magoti. Sembusa ambaye amekula ugali ameshiba, hataki kupiga magoti. Na usuti. Hebu Wafilipi 2:9-10 anasema, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Asante sana. Mafungu ni mengi, tutawapatia baadaye, lakini tuseme sifa 12 za mtu anayempenda Mungu. Labda hapo nitie neno kidogo. Ndiyo. Katika ili fungu la Wafilipi 2 Wafilipi 2 fungu la 9 na 10, hapa palipozungumza mamlaka ambayo amepewa Yesu Kristo ili apigiwe magoti ni katika sehemu 3. Ndio. Wamesema ni mbinguni ambapo tuliona kuna malaika, ndio. Tukaona ni duniani sisi wanadamu, lakini pakasema chini ya nchi. Huko ni kuzimu. Huko ndio mapepo yalikabidhiwa. Lakini ukisoma kitabu cha Marko sura ya 5 fungu la 1 mpaka la 7, hapo utakutana na habari jinsi ambavyo mtu aliyekuwa na pepo, zile pepo zilimsukuma yule mtu kwenda kwa Yesu, na yule mtu akadondoshwa chini na pepo. Ndio. Zile pepo ndizo zilizosujudu, kwa sababu ndizo zilikuwa zinaamuru yule mtu. Ndio. Kwa hiyo zenyewe pia ndizo zilizosujudu pale mbele za Yesu kwa kupiga magoti. Hii ni ukamilifu wa hili neno, ni vitu vya mbinguni, duniani na kuzimu. Amina. Ndio. Sifa za watu wanaompenda Mungu sio kuimba au kujua kuhubiri. Moja, ni kumpenda Mungu kwa moyo wote, ni kutii amri za Mungu, ni kuwa mnyenyekevu mbele ya Mungu, ni kuwa mkweli na kutimiza ahadi. Namba 5, kujiepusha na maovu. Zaburi 1 fungu la 1, ni mwenye upendo na mwenye huruma. Namba 7, ni mvumilivu kwa kila
hali. Namba 8, ana amani moyoni. Huyo ni mtu wa Mungu. Namba 9, ni mwenye haki na ni rafiki na anafikiria kabla ya kutenda. Namba 10, mwenye bidii katika kusoma na kuomba. Namba 11, mwenye kuheshimu watu. Namba 12, ana moyo wa kusamehe. Hizo ni sifa za mtu wa nani? Za mtu wa Mungu. Katika magonjwa ambayo tunaenda kuzungumza, ili tuzungumze kwa dakika kama ngapi tu, lakini msikilizaji atutege masikio, kwa sababu tuliahidi kwamba kila somo tunapomaliza lazima tuweke kitu kidogo cha afya. Ndio hiki. Labda tuzungumzie kwenye mishipa yenye kukakamaa. Tuliwahi kuzungumza, lakini tunarudi tena ili watu wasikie. Ni maumivu kwenye joint, ni baridi au nyayo za miguu kukakamaa au kukakamaa, ni ganzi, ni kuvimba, ngozi kuumuka au kuwa na joto sana, maumivu, udhaifu katika mguu unaoumwa, kutembea kwa kuchechemea, uchovu. Hivi ni dalili za mishipa kwamba ina matatizo. Viungo, lakini ni ya miguu ninayozungumza. Viungo kupinda, viungo kulegea, mishipa kufanya kazi kwa udhaifu au usifanye kabisa, vidonda vinavyochelewa kupona kwenye nyayo au kwenye vidole vya miguu, kucha kuharibika au kuwa vibaya, kunyofoka kwa vinyoleo vya miguuni. Hizo zote ni dalili mbaya. Chanzo ni nini? Ni sigara, ni presha ya kupanda, ni cholesterol nyingi au reham ambayo imekuwa nyingi. Ni sukari, unene wa kupindukia, kufanya kazi kwa kukaa sehemu moja, umri, watu ambao wamefikisha miaka zaidi ya 50 kwenda huko juu, magonjwa ya kulisi kama pressure, mishipa ya neva ambayo inashindwa kufanya kazi vizuri. Na wakati mwingine mishipa ya moyo na yenyewe inaweza ikafanya kazi vibaya. Hapo unaweza kusikia kizunguzungu, kuona maluelue, kuzimia, kushindwa kupumua, uchovu na udhaifu, kuhangaika na kadhalika. Tutumie nini sasa? Dawa ni smoothie ya kitunguu maji. Ninaposema smoothie, wengine hawajui smoothie tunakuwa tunasema kitu gani. Ni kusaga vitu bila kuvichuja. Unatumia blender alafu usichuje, si ndio? Ndio maana tunaposema vile kama viko namna ile ndo smoothie hiyo. Anasema kwamba ni kuchukua kitunguu maji, ni apple, ni tango na limao moja, alafu unavisaga. Ukimaliza unaweka vijiko viwili vya mafuta ya olive oil katika hiyo smoothie hicho, kama uji fulani. Alafu unakula kikombe kidogo sana. Unavitumia mapema asubuhi unapoenda kula chakula chako cha mchana, mara 4 kwa wiki, mwezi. Kingine ambacho naweza kutumia ni vitu vichache pia. Ni smoothie ya spinach na tango na ngano na njegere vilivyopikwa kwa pamoja. Unavisaga, unavitumia, unavila, ukiweka na corn flour. Hivi ni dawa ya pressure. Mungu atusaidie sana. Labda dakika zilizobaki tuwaruhusu wapigaji wasikilizaji wetu waweze kuongea na sisi kwa muda mfupi. Sawa, 0744937937 tupigie hapo, lakini pia tutawatajia namba ambayo akitoka hapo anaweza kukupigia pia. Ndio, ni 0748408726. 0748408726. Karibu, tuko pamoja. Sawa. Hello. Hello, Bwana Yesu asifiwe. Amina, habari yako? Salama, bwana Alois Petro anaongea kutoka Kimara Saranga. Leo umepata na namba. Hii namba hii bwana mimi ninayo miaka yote toka EFM imeanza maisha. Sawa, karibu sana. Asante bwana. Nashukuru sana kwa somo la mchungaji hapo, watumishi. Tunajifunza mengi sana, maana bila imani tupate ujazo. Nashukuru sana, Mungu awabariki. Unachokifanya ni kitu kikubwa sana. Barikiwe na wewe pia.
Amina sana. Nilikuwa naulizia kuhusiana na hii dawa hapa mlivyoongea hapa bwana, mimi na mtoto ana matatizo kidogo. Sema yuko mkoani huko. Mlivyoongea kuhusiana na mishipa ya neva, miguu, labda mishipa kujikunja. Ndio. Na huyo bwana ana tatizo hilo. Sasa hii dawa inapatikana? Inapatikana, ndio hivyo tulivyoelekeza, na kama hujavishika vizuri utatupigia tutakapokuwa tunatoka hapa kwa namba ile inayoishia 26 ili tukuelekeze vizuri zaidi, kwa sababu hapa tunataka kupokea wengi, muda unakuwa hautoshi. Asante sana. Asante sana. Ile nyingine sina, nitaitegea sikio hilo na nipate labda kama rafiki nipate hiyo. Sawa, tutahitaji muda si mrefu. Mbarikiwe sana watu. Asante sana. Sawa, 0748 40 87 26. Haya, tupigie kwenye hiyo namba, na hiyo namba pia Alois imetajwa hapa kwa ajili yako. Sawa, tupigie hapa 0744937937. Hello? Hello? Kama huyo hayuko tayari, tunaona mwingine hapa. Okay. Hello? Amina, habari? Salama. Unaongea kutoka wapi, ni nani? Unaongea na Justin Ngumbi kutoka Morogoro. Karibu sana Justin. Asante sana. Isema kweli mahubiri yameniingia, nimeyapata vizuri. Amina. Kanisa leo liko sehemu gani mchungaji? Nikusumbue kidogo nilipate. Tuko hapa Dar es Salaam, Boko Magengeni, barabara inayokata kuelekea hospitali ya Mbweni hapo. Unaweza kutupata kabisa. Yuko Morogoro. Kama uko Morogoro hapo tutakuunganisha na wenzetu ambao wako Morogoro. Baadaye kidogo tukitoka tu tupigie kwa namba hii uliyopiga, tutakuunganisha. Sawa, nashukuru sana. Asante sana. Haya. Naona muda wetu ni mchache, zimebakia dakika 3 hapa. Ndio. Labda tupokee simu moja ya mwisho alafu tupokee, dakika 3 ni nyingi. Haya. Hello? Hello? Ongea, usitumalizie muda ndugu yetu. Haya bwana. Naona yani anapiga simu afu kama vile haamini kama simu tayari imepokelewa. Hello? Ongea. Hello? Ameshaondoka. Ameshatoka hewani huyo. Labda tumsikilize huyu. Hello? Habari. Safi, habari yako? Unaitwa nani, kutokea wapi? Naitwa Rita Joakim kutokea Madari. Sawa, karibu sana. Mimi nitaka ile dawa uliyosema kitunguu maji, nimesahau kitu kimoja, naomba nirudie. Au sijui nitakutafuta baadaye. Unaweza ukanipigia baada ya kutoka studio, itakuwa vizuri zaidi. Haya. Sawa. Kuna dawa anataka uirudie tena. Watu kwenye dawa wako makini sana, wanahitaji kupata afya, lakini tulisema ni apple, ni tango, ni kitunguu maji. Unavisaga pamoja, unaweka vijiko viwili vya mafuta ya olive oil. Hapo ni kwenye upande wa kusaidia kwenye habari ya mishipa. Deo. Lakini pia tulisema cauliflower, spinach na tango na ngano za kimera vijiko kama 5 na njegere. Unatengeneza smoothie yake, yani ile nani spinach na cauliflower na tango unatengeneza smoothie, lakini ngano na njegere unavipika, unavila. Yani havichanganywi na vile vya juu. Yani kupendelea kupika ngano kama mbegu pamoja na njegere. Ni dawa nzuri sana kwa watu wenye pressure. Hicho ni chakula kizuri sana, wapendelee kukitumia. Wakipige kama makande. Ngano na njegere. Unachemsha. Ni chakula kizuri, wakipike kama makande, ni kizuri sana. Alafu na smoothie ya cauliflower na spinach na tango. Sawa, basi tufunge kipindi hapa kwa sala fupi hapa ndugu yangu Emma. Sawa.
Tuombe. Asante. Tunakushukuru Mungu wetu, asante Baba kwa vile ambavyo umeendelea kuwa pamoja nasi na kipindi ambacho tumekuwa nacho masaa haya jioni. Tunakabidhi wasikilizaji wetu ambao wametufuatilia, Roho Mtakatifu awasaidie na utuwezeshe, ukitulinda, ikikupendeza tukakutana katika Jumamosi ya wiki lijalo, tutakutukuza na kulisifu jina lako. Utulinde, tumekuomba yote kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Sawa sawa.